Una rai au swali? Na ziada kidogo tu katika swala moja linanitatiza nje kidogo na mada. Swali lenyewe ni kwamba Sheikh, baada ya salamu kuna zile adhkari kwamba kila mmoja afanye peke yake katika sunna. Sasa kuna kauli ambazo zimethibiti kwamba mtu anaweza akafanya kwa sauti peke yake, na kuna ile mtu anakaa kimya. Sasa sijui katika hili kwamba kauli yenye nguvu katika hili, kunyanyua sauti imethibiti. Naam, kunyanyua sauti katika adhkari kwa mtu peke yake, kila mmoja peke yake imethibiti, ili mradi isilete tashwishi kwa watu wengine. Aha. Lakini kunyanyua sauti imethibiti katika kuleta adhkari, lakini si kwa pamoja. Sawa sawa. Si bi sauti jamai, kwa sauti ya pamoja la. Na pia hadina khilafu kati ya wanachuoni. Wallahu a'lam, lakini hadithi ibn Abbas iko wazi. Kunna la na'lamu inqidaa salati ar-rasul salatu an-nabi sallallahu alayhi wasallam illa bitakbir. Takbir inakusudia yani tasbih, yani ile nini adhkari ambazo zinakuja baada ya sala. Kwa sababu iko hadithi nyingine inayofafanua hadithi maana takbir. Sasa inshallah hilo ndio nalifahamu mimi. Min as-sunnah. Lakini nilipata kusikia kidogo kwamba kuna khilafu, kuna kauli nyingine kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia kwamba wale watu 40 anfusakum zoneni. Sasa hii ilikuwa katika nini, katika vita, na watu walikuwa wakimomba Mwenyezi Mungu kwa sauti, kumomba Allah kwa sauti. Ya Allah vinginevyo, yani ukiomba kwa sauti. Lakini adhkari baada ya swala mtu kuleta peke yake kwa sauti akadhihirisha sauti, ni jambo limethibiti, ili mradi isile tashwishi kwa musallina na watu wengine. Na al-akhi amenikumbusha kwamba katika Nuru ala Darb, yani kipindi maalum Sheikh Ibn Baz aliulizwa akasema ina sunna, kudhihirisha sauti kwa mtu peke yake ni katika sunna. Allahu a'lam. Na kuna moja Sheikh, samahani kidogo, niongeze wengine, kunyanyua mikono baada ya kuomba dua. Ni wakati gani mtu anaruhusiwa kunyanyua mikono labda akaomba dua? Inaruhusiwa kuomba dua katika nyakati zote, isipokuwa khatibu juu ya mimbar anapokuwa anahutubia. Naam. Siku ya Ijumaa akihutubu hata nyanyua mikono yake rabbana atina, ataishiria kwa kidole. Naam. Kadhalika maamum hata nyanyua mikono yao katika kupitikia dua. Naam. Wakati khatibu kwa juu mimbar. Naam. Kadhalika baada ya swala ya faradhi, kadhalika baada ya swala ya faradhi hakuja thibiti kunyanyua mikono na kuomba dua. Naam. Kuna sehemu kama 3-4 lakini nimezisahau. Naam. Subhanallah. Lakini sehemu nyingine zote zilizobakia ni katika adabu za dua, kunyanyua mikono, adabu katika sunna. Naam. Na hadithi zilizokuja kunyanyua rafu al-yadaini lidua ni mutawatira. Naam. Tena ni mutawatir mutawatir ma'nawi. Naam. Mutawatir za kimaana. Tumefahamu, yani imepokewa sehemu mbalimbali, mtume yuko Uhud, yuko Badri, yuko wapi mahali fulani amenyanyua mkono kwa akiomba. Na mara nyingine hata kama ikiwa yuko juu mimbar, lakini kama ni swala ya anaomba istisqa, mathalan ni mvua, ananyanyua mkono Allahumma aghithna itafaa. Sasa tumefahamu. Wallahu a'lam. Unapo hapo zile. Endelea. Alafu tutakupa nafasi. Inshallah. Sheikh, lingine katika masala ya ndoa, katika swala la mzinifu, kwamba lina wajihi mbili, kwamba kuna wengine wanasema kwamba mzinifu kama atazini na ikathibiti kwamba huyu amezini, labda hakuna namna ya kumpitishia hadi na nini, inasuhi kumuozesha, na kuna kauli nyingine haisuhi. Sasa sijui kauli ipi yenye nguvu katika kauli hizo mbili. Inasihi kumuozesha ikiwa, lakini atamuoa mtu mfano wake ila atakapokuwa ametubia kwa Allah tabaraka wa taala, akaacha zina na akasimama katika mstari wa sawa sawa, taba wa aslah, akawa amefanya uzuri katika, akarudi katika mstari wa sawa sawa, ataoa mtu mwingine yote ambaye katika mstari wa sawa sawa, kadhalika mwanamke. Lakini kitu kikubwa ni tauba sawa sawa kwa Allah tabaraka wa taala. Wallahu a'lam. Naam, Sheikh, mimi swali langu la mwisho pia itakuwa nje ya mada. Nadhani unafahamu hali yetu ya Tanzania hasa ya kidawa, ni kwamba hakuna wanawake ambao unaweza ukasema wana uwezo wa kufanya dawa kwa wanawake wenzao. Dhara hiyo imeonekana ya wazi kwamba kwa sababu hatujalelewa katika hali kama hiyo. Sasa madai wakati mwingine tunakuwa tuna wakati mgumu wakati tunafanya dawa kwa kina mama. Sasa je, tutumie kaifia gani au namna gani ambayo inaweza ikatu, kwa sababu kuacha moja kwa moja pia haiwezekani, inashindikana.
yani tutachukua muda mrefu sana mpaka kufanikiwa katika hilo. Sasa katika wakati huu ambapo tupo katika hali kama hiyo, hakuna maduati wa kike, sisi maduati wa kiume tutachukua katika kaifia gani kuwafanyia dawa kina mama? Bila shaka kaifia sawa sawa ni kuchunga mipaka ya kisheria kwa wanawake. Yaani isiwe tena mwalimu kwa darasani anasomesha wanawake, ima ni msikitini au kwenye darasa, basi kuna hapa kwa hapa. Qala Allah Ta'ala, hapa asoma akitoa pumzi hivi na mwanamke pumzi yampata. Yaani hapa kwa hapa, au bila ya kizuizi chochote cha kisheria. Au wanawake wakawa wamevaa mavazi ambayo si sawa sawa, hayana sitra. Kwa hiyo kitu cha msingi ni kuweka sitra baina yao kwa sababu ya fitna. Kwa sababu ya fitna. Na dai yatakikana awe makini sana. Kwa sababu wanawake darasa zao zinakuwa zina fitna vile vile. Kwa sababu wengine hawakusudii darasa na nafsi zina udhaifu. Yanakuja maswali yatakuja hivi, unajikuta wanakuyumbisha. Kwa hiyo mimi natusema ni kukinga milango ya fitna na kuwafanya wanawake wakubali kusoma. Ikiwezekana hata kwa kuweka pazia baina yako na wao, au kuweka mandhari ya kwamba hakuna ile ukaribu wa hivyo, au kuwa na maharim zao, yani kwa uchache wapatikane hali kama hiyo ili dawa iweze kufika. Lakini kusema kwamba tuache moja kwa moja tusiwalinganie wanawake itakuwa sio sawa. Na tukisema kwamba tutumie uhuru kwa sababu kwamba hakuna wanawake basi twende tu hivi hivi, pia si sawa. Kwa sababu tunapata mifano mingi tu ya maduati, utakuta wameingia katika fitna za wanawake. Na matokeo yake badala ya kudawa kwenda mbele, dawa inaporomoka. Mwalimu bwana kampa mimba bwana mchana fulani au mke fulani, au mwalimu kachukua mke wa mtu. Nini? Kwa sababu ya ule ukaribu usiokuwa na mipaka ya kisheria. Sasa wao watakuta au watu wanakuchombeza na kuvuta katika jambo la kishetani. Ukiingia tu wao ndio wa kwanza kukupiga kelele. Mwalimu kafanya hivi bwana, lakini wao wanakujengea mazingira ya fitna. Kwa hiyo kuchunga mipaka ya kisheria ni bora. Na kuchukua tahadhari ni bora. Hasa kuweka mawasiliano yani baina yako na wanawake kukawa usiwe ni mubashara moja kwa moja wewe na wao. Jaribu kuweka pazia baina yao au kuwa mbali nao, na kadhalika wao wajistiri kwa hijabu za kisheria, waje wasome elimu. Wallahu a'lam. Wallahu yahdi man yasha ila sawa'is sabil. Naam, barakallahu fikum. Mwisho ni kwamba je, kuna ikhtilafu yoyote kuhusu swala la kuangalia mwanamke ajnabi? Kuangalia an-nadhur ila al-ajnabiyat, kuna ikhtilafu katika haya? Allah tabaraka wa taala anasema wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, waambie waumini wainamishe macho yao na wazihifadhi tupu zao. Kadhalika Allah anasema vile vile wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin wa yahfadhna furujahun, waambie wanawake wa Kiislamu, wanawake wa kiumini vile vile wainamishe macho yao na wazihifadhi tupu zao. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja yuko Makka katika hija, nyuma yake alikuwepo bwana mmoja ibn ammi yake akiitwa Al-Fadhl ibn Abbas. Al-Fadhl ibn Abbas yani ni mtoto wa Abbas ibn Abdul Muttalib, wako hija. Na Abbas ibn Abdul Muttalib ni mtu alikuwa amepewa uzuri wa sura. Sasa wako kwenye kipando, ikawa kuna mwanamke pembeni yake anapita naye kwenye kipando, yani kwenye ngamia au farasi. Ikawa ile Al-Fadhl anamtazama yule mwanamke. Mtume swalla salam akaushika uso wake akaugeuza upande wa pili kwamba sitazame kule. Yote haya ni dalili ya kwamba haifai kutaladhdha na kumtazama mwanamke, kwa sababu ni katika milango ya kuingia katika munkar na maasi. Katika munkar na maasi ila kwa dharura za kisheria ambazo huwezi kuziepuka. Kama mtu ni daktari na pengine mwanamke katika uso wake kuna kitu utakana wewe ukitazame, au mabahith, mtu katika sehemu za kiserikali mathalan anataka kukagua kitu, wanawake ndio wanakagua, lakini pengine ni mujrima, mwanamke muovu mathalan ana ufisadi fulani na kufanywa uchunguzi, vitu kama hivyo wanawachuoni wamefungulia milango katika milango ya dharura. Lakini katika hali ya kawaida tu umekaa na mwanamke ukaanza si sawa sawa. Na ukiangalia uzuri wa mwanamke wote uko kwenye uso. Mwanamke hata awe vipi, sijui miguu yake ikoje, sijui nini iko vipi, lakini usura yake ikiwa mbaya basi uzuri ushapotea. Wallahu ta'ala a'lam.